Bismillahi wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ahibatun fillah, wapenzi watazamaji wa TV yetu Nurul Qalbi TV, uhayikum bitahiyati alislam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo niko mbele yenu upenda kuwakumbusha walau aya mbili katika Qur'an na hadithi moja ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hivi unafahamu ni kwa nini wanadamu ama wengi miongoni mwetu sisi wanadamu huwaga kila tunapopatwa na matatizo huwaga tunakimbilia kusema kwa nini mimi, kwa nini imekuwa hivi, ama kwa nini sikufanya hivi ndio maana imenitokea hivi, ama lau nisingelifanya hivi ingelikuwa hivi, ama kwa sababu sikufanya hivi ndio maana ilikuwa hivi. Hivi unafahamu ni kwa nini? Basi taala baki na mimi niweze kukwambia sababu ni nini. Sababu ni kuwa Allah katika Qur'ani amesema baada isti'adha wal basmala, waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, yule atakayepuuzia adh-dhikr. Maana adh-dhikr? Dhikri ndo ile Qur'ani. Dhikr ni utaji wa Mwenyezi Mungu. Yule atakayeupuuzia i'tirad, atakayepuuzia utaji wa Mwenyezi Mungu ama kapuuzia maneno ya Mwenyezi Mungu, Allah atamfanyeje? Fa inna lahu ma'ishatan dhanka, Allah tamjalia maisha ya udhalili. Hivyo ndivyo gisi Allah alivyosema. Hivyo kama unahitaji mtu kuishi maisha ambayo ni ya amani, maisha ya utulivu, kwanza ni lazima kwanza urejeshe maisha yako katika Qur'ani. Lazima utengeneze maisha yako katika Qur'ani. Lazima uirejelee Qur'ani, utizame nini Qur'ani ilizungumza kuhusikana na maisha yetu sisi wanadamu. Allah katika aya nyingine akaja akasema, wala nabluwannakum bishai'in min alkhawf walju'. Allah amesema nitakujaribuni. Hii neno la kwanza amesema nitakujaribuni, wala nabluwannakum bishai'in min alkhawf walju' wa naqsin min alamwali walanfus wathamarat wabashiri sabirin. Allah anasema nitakujaribuni katika hofu. Hilo ndio jambo la kwanza Allah alianza kutaja, nitakujaribuni katika hofu. Hofu imetofautiana katika njia nyingi. Inaweza ikawa ni hofu ya maisha, inaweza ikawa ni hofu ya kuogopa kudhulumiwa, inaweza ikawa ni hofu ya vita katika nchi, inaweza ikawa ni hofu ya mtu kuogopea kitu fulani mbele katika maisha yake. Allah ndio ameshatanguliza hivyo, akasema nitakujaribuni katika hofu, na baadaye akaendelea akasema waljua, na bado atatujaribu pia katika njaa. Hii katika njaa unaweza ikawa ni sababu ya kupungukiwa kwa riski, inaweza ikawa ni sababu ya kupungukiwa kwa riski, inaweza ikawa ni sababu ya ukame wa chakula katika nchi, ama inaweza ikawa ni sababu ya baadhi ya vyakula katika nchi vile ambavyo watu tumezoea kuvipata kwa urahisi pakawa na uzito tena, ama kukawa na kupandishwa kwa bei kwa vile vyakula, ikawa ni sababu ya nini? Ya watu kuingiliwa na njaa. Hiyo ni ibtilau min Allah, ndio ile kutujaribu kwa Mwenyezi Mungu. Na akaendelea akasema wanaqsim min alamwali, na bado pia Allah akasema tutapungukiwa katika mali. Yani lazima mtu ujue kuwa katika maisha yako itafikia tu kipindi mali zako zitapunguka katika aina ya yote ile. Yani katika aina yote ile ni lazima mali zako zitapungua. Mathalan unaweza ukaibiwa, mathalan unaweza ukaingia hasara katika biashara, mathalan unaweza ukapoteza, yani kwa njia yoyote ile. Hiyo ndivyo gisi Allah alivyoelekeza. Na akaendelea akasema wal anfusi, sawa, na itafikia tutapoteza katika wale ama katika zile nafsi tunazozipenda, ikiwemo mzazi, ikiwemo baba ama mama au mama au mke ama mtoto, ndugu, jamaa, rafiki, ila ni katika wale watu ambao tunafanyaje, katika wale watu tunaowapenda. Basi tambua kuwa Allah ameandika hilo, atatujaribu katika vitu hivyo. Na akaendelea akasema wathamarat, na katika matunda. Inaweza ikafikia kipindi wewe katika biashara zako, biashara hazitembei. Inaweza ikafikia kipindi ambacho wewe labda ni mkulima,
matunda huyaoni, unachoka tu kwa kulima, unapanda lakini hauvuni. Yote hayo Mwenyezi Mungu alikuwa ashayaandika. Hapo sasa ndiyo tunarudia sasa katika lile swali letu ambalo tuliuliza mwanzo. Hivi ni kwa nini miongoni mwetu sisi wanadamu kila tunapopatwa na matatizo huwaga tunajifikiria, kwa nini nimepata na haya matatizo? Ama kwa nini ni mimi? Ama kama kwa nini sikufanya hivi ndio maana imetokea hivi? Au labda kwa sababu sikufanya hiki ndio maana imekuwa hivi, ama kwa sababu sikujiepusha na hichi ndio maana imekuwa hivi. La, sababu sio hiyo, bali sababu ni kwa sababu mtu umeitupilia Qur'an, umeipa mgongo Qur'an. Lau kama ungelikuwa unaisoma Qur'an na unayafata mafundisho ya Qur'an na bado mtu unatembea katika maisha yako, unajalia mfumo wa maisha yako uwe kama gisi Qur'ani inavyotuelekeza, basi wewe usingekuwa mwenye kuweza kulalamika katika hayo, kwa sababu Allah katika Qur'ani alimalizia na kusema wabashiri as-sabirin, na bishara njema iko pamoja na wale waliofanya subra. Kwa hiyo mwanadamu, unapokutana na kila aina ya changamoto katika maisha yako, basi kitu cha kwanza ambacho mwanadamu unapaswa kufanya ni nini? Kwanza kuwa na subira katika moyo wako, kufanya subira na ukubali haya ambayo yananitokea leo yamesababishwa na Mwenyezi Mungu, kwa sababu Allah amesema katika Qur'an, kullan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana, chochote kile kitakachotusibu sisi basi ni kile ambacho Allah anakuwa ametuandikia. Bimaana wewe hakuna kitakachokufika katika maisha yako isipokuwa ni kile ambacho Allah amekuandikia. Hivyo kitu cha kwanza ni lazima mtu kwanza uwe kun radhi, lazima kwanza uridhie yale matatizo ambayo umekutana nayo. 2, fanya subira. Kisha 3, yani fanya kuhitajia msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kisha baadaye Allah ataleta bishara njema kwako, kwa sababu aliahidi hilo, na ahadi ya Allah huwaga haiendi kinyume na gisi alivyoahidi. Allah ameahidi wabashiri sabirin, bishara njema iko pamoja na wale ambao watakaofanya subira. Kwa hiyo utakapofanya subira, basi tambua kuwa mbeleni inna ma'al usri yusra, yani baada ya huyu uzito unaopitia ama baada ya hizi changamoto unazozipitia, basi tambua kuwa mbeleni kuna mazuri mengi ambayo Allah amekuandalia. Nikimalizia na hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haithu qala, aliposema inna Allaha idha ahabba abdan au idha ahabba qauman ibtalah. Mtume Muhammad anasema, anahakikisha kuwa hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala akiwapenda watu fulani ama akimpenda mja wake, ibtalah, ni lazima atamjaribu. Bimaana wewe ukiona ni mtu mwenye kukutana na baadhi ya changamoto katika maisha yako, basi tambua kuwa hayo ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Bimaana amekupitisha changamoto kwa sababu anakupenda. Na ni kwa sababu gani anampitisha mja wake katika changamoto na ili hali anampenda? Kwa sababu kitu kikubwa anachotaka kutizama, moja ni kutizama subira yako, utavumilia vipi katika zile changamoto. Na sio subira tu, na bali atatizama baada ya kukutana na hizi changamoto utahitaji msaada kwa nani. Anahitaji aone ile subira yako utaitumia vipi, ama utatahamal vipi katika zile changamoto na yale matatizo unayokutana nayo katika maisha yako. Na pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kukuletea mitihani katika dunia hii, moja, anaweza kuletea mitihani kwa sababu anakupenda, anataka kujaribu aone subira yako ama aone kiwango cha subira yako. Na 2, wakati mwingine Allah anaweza kukuletea mitihani katika hii dunia ili kukufutia baadhi ya madhambi ambayo wewe unakuwa unayatenda. Bimaana pale anapokuwa anakupitisha katika changamoto ama katika baadhi ya matatizo, ni kwa sababu anakuwa anataka kukufutia baadhi ya madhambi yako. Na 3, wakati mwingine Allah hukuletea matatizo katika dunia hii kwa sababu akupandishe daraja. Ni hizo sababu 3. Wala usihangaike na kufikiria ni nani kanifanyia hivi, ama ni kwa nini imekuwa hivi, ni kwa nini Mungu ananifanyia mimi hivi. Hapana, tambua tu ni katika hizi nafasi 3. Ima anakupenda, anahitaji ufanye subira ili akulipe kupitia ile subira yako. 2,
anahitaji kufutia baadhi ya madhambi yako ambayo huwa unamkosea, bimaana anakupitisha katika zile changamoto ili akufutie madhambi yako. Na tatu ni ili akupandishe daraja, akuinue daraja kupitia ile subira utakayoifanya katika matatizo. Kwa hiyo kitu ambacho unachofaa kufanya, ndugu yangu Muislamu, kun radhi, ridhia katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anakupitisha, na si kuwa hii hali ambayo unayoipitia kwa sasa ni hali ambayo utakayodumu nayo milele. Hapana, bali Allah ameshahidi na kusema wabashiri sabirin, bishara njema iko pamoja na wale ambao wenye wanasubiri, ama na wale wanaofanya subira. Basi tambua kwa ile subira yako itafikia kipindi Allah atakulipa kupitia hiyo subira yako. Wewe tulia, Allah anafanya vitu katika wakati sahihi, wala usiwe na pupa. Ni hayo tu nimependa kukumbusha ndugu yangu Muislamu. Pia nikikukumbusha pia usikosi kufuatilia chaneli yetu hii pendwa ya Nurul Qalbi TV. Katika video itakayofuata nije nikuibie siri ambayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alimuibia sahaba wake ambaye anaitwa Shaddad bin Aus radiyallahu anhu. Kuna siri ambayo Rasulullah sallallahu alayhi wasallam alimuibia sahaba huyu, tena alimuibia siri hii kabla ya Ramadhani kuingia. Kwa hivyo lazima utufuatilie katika kipindi kijacho ama katika video ijayo, ili uweze kujua na wewe hiyo siri ambayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alimuibia sahaba huyu. Huenda ukafaidika mawili matatu. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ungana nasi kujifunza, kueneza na kukuza Uislamu. Nurul Qalbi TV, nuru ya moyo wako.